kidogo imepotea. Kwa ajili ya wengine ambao haunifahamu vizuri, Askofu Mkuu Moses Kulola ndiye aliyenihubiria Injili nikaokolewa. Mwaka 1966 nikiwa na miaka 11 tu wakati huo, niliokolewa katika kanisa la Kipentekoste. Wazazi wangu wakiwa Waanglikana na mimi nikiwa bado na umri mdogo. Nilipochukua nafasi ya kubatizwa katika maji tele na kuanza kuisimamia imani kikamilifu, au kuniruhusu sana kuendelea katika imani ya Kipentekoste, na hivyo sikudumu, nikarudi nyuma muda mfupi tu baadaye. Baada ya miaka 7, mwaka 1973, nikiwa mwanafunzi Mkwawa High School Iringa. Wakati huo nilikuwa mwanamuziki, kiongozi wa bendi ya dansi iliyoitwa Orchestra Mkwawa. Nilipoona matangazo ya mahubiri ya mtumishi wa Mungu Askofu Moses Kulola kwamba yatafanyikia kanisa la Assemblies of God Mlandege miaka hiyo, nilikwenda nikisema moyoni, ngoja nikasikie mahubiri hayo. Miaka 7 imepita na niko mbali sasa katika dhambi. Nilipokwenda katika mkutano huo, mahubiri yale yalinichoma, nikarudi na lia njia nzima. Wale wanafahamu Iringa, kutoka kule Mlandege mpaka Mkwawa ni mbali kidogo. Nirudi njia nzima na waza juu ya mbinguni. Pale shuleni kunakuwa na fellowship ambayo wanafunzi wanakutana. Kulikuwa na fellowship ambayo wanafunzi wanakutana kila asubuhi na wanafanya ibada fupi, watu waliokoka wote, kabla ya kwenda madarasani. Kwa kawaida wanapeana mikono wakiambiana Bwana asifiwe kabla ya ibada ile kuanza. Nilipojaribu kujiunga nao, hakuna aliyekuwa tayari kunipa Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakaniruka mimi, wakapeana Bwana asifiwe wenyewe, alafu tukaanza ibada. Baada ya ibada nikajaribu kujieleza tena, ndugu zangu, mimi nimeokolewa. Nilikwenda kwa katika mkutano wa mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Wewe nataka kuwa pamoja nanyi? Wangesema hapana, wewe ni kiongozi wa muziki wa dansi, nimekujua wewe ni muhuni, huwezi kujiunga pamoja nasi, umekuja tu na ya kwako, umekuja kututafuta. Kwa hiyo ikashindikana kuwashawishi, na hata mikono ile ya kuagana sikupewa Bwana asifiwe. Ile ikanifunja moyo. Nikasema kama kuokoka ndio hivi, watu hawaamini kwamba mtu anaweza kubadilika. Sauli anaweza kuwa Paulo, basi na mimi sitaki wokovu tena. Ilikuwa siku yangu ya kwanza ya kuingia katika mahali pa watu wa Mungu, na nikarudia tena mambo yangu kwa miaka mingine 7. 1980 nikiwa Dar es Salaam, Jumapili ya Pasaka ya mwaka 1980, wakati ule mabasi ya kwenda Arusha alikuwa nakwenda usiku, nikaona nipoteze tena muda kabla ya kwenda katika safari yangu kwenda kusikia tena mahubiri ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola yalikuwa yanafanyika kanisa la Assemblies of God Ilala miaka hiyo.
na nikasema ngoja tu nikapoteze muda. Sasa hizi sitaki habari za wokovu, lakini kwa sababu aliwahi kunihubiria miaka 7 iliyopita, ngoja nikasikilize tu kupoteza muda wakati nasubiria basi kuondoka usiku. Nilikwenda mahali pale na mtumishi wa Mungu tena akatumiwa na Mungu kipekee, akaniliza mara ya pili. Nikalia safari hii kwa namna ya kutisha zaidi kuliko mwanzo. Makamasi yakanitoka sana. Alipokuwa anatoa maneno yake, akawa kama anazungumza juu yangu, akasema ni wajibu wa kila mmoja sasa kusimama imara katika imani na asilegelege tena. Nikatoka pale kwenda kupanda basi nikidhamiria sasa tena kusimama imara katika imani bila kulegelege. Baadaye nikawa naishi Temeke kwenye banda la Uwani, mtaa wa Taveta. Nikawa wakati ule nilikuwa nasali kanisa la Lutheran. Nikasikia sauti ikiniambia, ni vema ukasali baada ya kwanza sana ile asubuhi katika kanisa lako, alafu kwa sababu Assemblies of God Temeke wanaanza ibada saa 5, basi unaweza kwenda pale ukawa nakwenda huku kidogo na kule kidogo. Ndivyo nilivyofanya. Nikawa naenda kule kidogo na huku kidogo. Lakini kile kilichokuwepo Assemblies of God Temeke kawa kina mguso mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Nikatamani kuwa chini ya malezi ya mchungaji Callist Masalu. Nasema kutoka ndani ya moyo wangu. Mchungaji huyu Callist Masalu, sijaona mtumishi wa Mungu mnyenyekevu namna yake, mwenye huruma, mwenye kujali kondoo, mwenye kujishughulisha nao. Nilikuwa nakwenda nyumbani kwake yeye na mkewe Mayu. Wakati mwingine nauliza maswali, naomba ushauri, zungumza nao mpaka saa 10 usiku, nikiwaza labda sasa watakuwa wamenichoka wanifukuze. Lakini hata siku moja kunifukuza, waliendelea kunivumilia muda wote. Nikasema huyu ndiye anafaa kuwa mchungaji wangu. Na nikakaa pale. Nikaja kukutana tena na mtumishi wa Mungu Moses Kulola miaka hiyo hiyo, alipokuwa nakuja mara kwa mara katika kanisa la Temeke Assemblies kwa ajili ya huduma yake. Mimi wakati nilipokulewa niliwekewa mzigo sana wa kujitoa kwa fedha na mali zangu kwa ajili ya kufanya injili ya Kristo ienee. Na wakati ule mzigo uliongezeka sana nilipomwona mtumishi wa Mungu aliyenihubiria injili nikaokolewa, anapofanya huduma katika hali iliyo duni na dhaifu sana. Nikapata mzigo sana. Nikasema watumishi wa Mungu wa ngazi hii hatuna budi sisi wengine ambao hatuwezi kuhubiri kama wao tujitoe ili injili ile iweze kuwafikia wengine. Ilikuwa na mzigo wa kutoa, ndio ilikuwa huduma yangu tu. Kanisa la Temeke Assemblies of God
Sikuwahi kufundisha hata Sunday school, wala sikuwahi kusimama kuhubiri hata siku moja, wala sikutaka wala kuwaza hivyo. Lakini wakati wowote nilipokuwa nasikia wako wanafunzi wanataka kwenda Bible school, wako wachungaji ambao wanataka sijui kukutana pamoja, kuna mkutano sijui Injili, hata kabla yule anayezungumza hajamaliza nilikuwa nalia machozi na makamasi. Wakati fedha zinatafutwa nilikuwa nalia, nikamwambia Mungu, ukinibariki fedha zangu zote zitakuwa kwa ajili ya Injili. Kweli nimeshuhudia kama akiwepo mtu mwenye mzigo wa kutoa kwa moyo ili Injili iende, huyo lazima atatajirishwa. Na tatizo kubwa, wengi wetu tunawaza kutoa mpaka pale tuwe na vingi sana. Mimi sikuwa hivyo. Nilipata neema ya kutoa nikiwa sina kitu. Wakati ninajitoa, sina haja kusema nilitoa hivi, nilitoa hivi, nilitoa hivi. Ninaweza nikawa nikaziharibu baraka zangu. Lakini wakati najitoa Temeke Assemblies of God kwa neema ya Mungu, wazee wa kanisa wa Temeke Assemblies of God siku moja walikuja nyumbani kwangu kwenye banda la One, wakijua na kwenda kumtembelea labda mtu mmoja tajiri sana kutokana na utoaji wake. Walipofika kwenye banda langu la One hawakuamini. Namshukuru Mungu, wale wazee wa kanisa wengi mpaka leo bado ni wazee wa kanisa Temeke Assemblies, wanaweza kuwa mashahidi wa maneno ninayozungumza. Walipofika kwenye nyumbani kwenye banda langu la One, walishangaa kuona nyumbani kulivyo. Lile kochi nilikuwa nakalia nilijisahau. Kwa kawaida wageni wakiingia huwa nilikuwa nawaambia wakalie kwenye kitanda changu, kwa sababu lile kochi nilikuwa naliegesha tu kwa mawe. Kwa hiyo mtu akikalia atadondoka nalo. Nikajisahau kuwapa onyo. Kwa hiyo wakakalia lile kochi, wakaanguka moja kwa moja wote pale. Wakati huo suruali nilikuwa navaa mimi, wakati natoa malaki, nyakati zile malaki ilikuwa fedha nyingi, miaka 80. Suruali nilikuwa navaa mimi ilikuwa imechanika kote. Kiatu kilikuwa kimetoboka chini, maji na tope vinapita. Lakini pamoja na hali hiyo, nikisikia lolote uhusiana na utumishi, nilikuwa nawaza nifanye nini, na vyote vile nivitoe kwa ajili ya Bwana. Mtumishi wa Mungu Moses Kulola nikakaa naye siku moja, nikamwambia, baba, mahubiri unayotoa haya yanapotea tu hewani. Watu wanabarikiwa wachache. Wakati wa sasa nimeweza kupata vyombo vya kurekodi cassette vya mwanzo sana kuingia Dar es Salaam na nchi hii kwa ujumla, na vya cassette kwa haraka. Nikasema, mahubiri unayohubiri mimi najitoa kuyarekodi bure na kusambaza hizo cassette. Watu walete cassette, nitarekodi bure ili mahubiri yako yawafikie wengine ambao hawajaje katika mikutano hii. Kwa sababu mimi nimebarikiwa, natamani na wengine wabarikiwe. Kila ukitoka Mwanza ukifika Temeke, tupange uwe na semina na kwa lengo la kurekodi kaseti ili tuzitawanye. Baba akakubali, tukaanza hiyo kazi. Huduma yetu kwa tunaita Injili kwa kaseti. Na kama nikimwona baba ana sanduku lisilo zuri anasafiri nalo, kama anapanda treni, nilikuwa naumia sana. Kwa nini baba mtumishi wa Mungu huyu apande treni wakati vijana tupo? Kwa nini awe na sanduku la namna hii ambalo linashusha hadhi ya utumishi? Na Bwana akaweka mzigo mkubwa ndani mwangu
kwa ajili ya huduma ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Wakati huo Mungu ni shahidi, sikuwaza moyoni wala sikutaka kuwa mchungaji maisha yangu yote. Niliwaza tu Mungu endelea kunibariki ili nimbariki mtumishi wako Moses Kulola, injili isambae kila mahali. Na nikaitwa. Nilipoitwa kwa namna ambayo sitapenda kuelezea saa hizi, nilikataa mara ya kwanza na mara ya pili. Na baada ya kukataa mara ya pili, wito wa Kristo kutoka kwenda kumtumikia, nilihamishwa. Nilipewa notice ya kuhama kwenye lile banda la wani na bibi mwenye nyumba. Nikaambiwa kuhama mara moja bila kosa lolote nilofanya. Nikahamia Kijitonyama, eneo lile ambalo naishi mpaka leo. Nilipokwenda kule, yule aliyeniita akaendelea kunishughulikia sana. Hatimaye nikakubali hivyo shingo upande, kwanza mimi kuhubiri. Sijawa mhubiri wakati huo, basi sijui hata naanzia wapi. Nikamwambia Kristo, kama nataka mimi niwe mhubiri, basi nielekeze la kufanya. Kwa kufanya hadithi iwe fupi, nikatokea huko mpaka leo nikawa na kanisa hili la Full Gospel Bible Fellowship.